sijaona hiyo constitution. Sasa labda nikuulize. Sasa mimi ni Gen Z, sijaona constitution ya Kenyatta. Kwa hiyo ina maana wewe hujaona hiyo Taurati sahihi. Mtaonaje wakati mimi sihusiki na hiyo Taurati? Uhusiki wakati mimi nisikize, kama Mkenya halisi, naamini kulikuwa na constitution wakati wa Kenyatta. Safi. Na ilikuwepo, si kweli? Kweli. Wakati wa Kenyatta. Sawa. Constitution, katiba ya nchi ilikuwepo. Ilikuwepo kabisa. Lakini sasa hivi tuko na nyingine. Sio ile, tofauti na ile. Babu yangu aliiona. Na kama yuko hai atakwambia ile na hii tofauti ni kidogo. Umenipata vizuri? Ile inasema lazima kuwe na president. Na hii pia inasema lazima kuwe na president. Tofauti ni kuwa ile haikuwa na governor, ilikuwa na PC. Umenipata vizuri? Ya saa hii iko na governor, haina PC. Lakini yote inakubali kuna utawala wa rais na naibu rais na lazima kuwa na MP. Umenipata? Baadhi ya vitu vinafanana na baadhi ya vitu vinapingana. Sasa subiri, mimi huwezi kunihukumu na constitution ya Kenyatta. Mimi ni mtu wa saa hii. Constitution yangu iko same. Sisi ni watu wa Qur'ani. Subiri, sisi ni watu wa Qur'ani. Sisi sio ahlul injili. Sasa swali yako sasa wewe, ngoja kidogo. Dakika moja. Wewe uko upande gani? Uko upande wa injili ama upande wa Qur'ani? Swali ndio mimi nauliza liko hivi. Wewe umesema tena, umetoa mfano mzuri. Yeye siwezi kumuuliza habari ya katiba ya Kenyatta. Na ilikuwaje wewe hujafikisha miaka 100 umeona Qur'an ambayo ina zaidi ya miaka 600? Kwa sababu ndio imebaki milele. Hii katiba tulionayo sasa hii ni ya 2010. Na kuna mtu ambaye nisikize vizuri saa hii tuko 2026, ni miaka ngapi hiyo difference? Si michache tu, michache. Na bado itaendelea kubaki kama haitabadilishwa. Kwani neno la Mungu kidogo itaendelea kubaki kama hataletwa mtu mwingine wa kuleta katiba nyingine. Lakini tuje katika maneno ya Mungu. Mimi nimekwambia ni mtu wa Qur'ani. Si kweli ama ni uongo? Wewe. Mimi ni mtu wa nini? Hufai kusoma injili. Ngoja kidogo, sina shida na injili, lakini mimi ni mtu wa Qur'ani. Je, ndugu yangu, na wewe ni mtu wa Qur'an ama ni mtu wa injili? Mimi ni mtu wa injili. Injili sahihi iko wapi? Injili. Sio swali nimekuuliza leo narudisha. Sasa si wewe ndio mtu wa injili, sio mimi. Nasema hivi. Wewe nimekuuliza kidogo. Umerudisha mpira. Mfano nikimwona Kenyatta leo, nina haki ya kumuuliza katiba yake iko wapi? Si ni kweli? Wewe. Yeye. Haufai, si lazima. Ni lazima kwa sababu ndio alikuwa anatumia. Labda alikufa ikaipo kidogo. Kumbe inawezekana amekufa ikafanywaje? Ikapotea, labda alipokufa yeye. Na kumbe ukakaa hauko rada ikafanyaje injili? Mimi Qur'ani ananiambia kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi. Ina maana ipo inafaa Waislamu wasome. Kila aliyesoma, sio atakayesoma. Sio atakayeisoma. Sijasema hivyo. Ni aliyesoma. Past ama future. Aliyesoma. Ngoja, aliyeisoma. Sema hivi. Kuna atakayeisoma, maana yake itaendelea kuwepo na watu wataendelea kufanya nini? Watasoma. Atakayesoma. Lakini aliyeisoma maana yake ishapita. Ina maana ashasoma tayari. Ashasoma tayari, imepita. Nasema hivi, sio future. Sio kitabu ya kuendelea kudumu. Kitabu ya kuendelea kudumu ni Qur'ani. Sasa Taurati aliyeisoma iliyokuwa sahihi na Injili iliyokuwa sahihi. Swali, je, wewe ulisoma iliyokuwa sahihi? Nini? Nini hiyo? Injili iliyo sahihi uliisoma? Wewe Qur'an ndio umenielezea. Sasa Qur'an tushamaliza. Qur'an najua. Labda anwani tuseme hivi. Ngoja kidogo. Kwa mfano. Wacha tukubaliane. Tukubaliane. Kwamba kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi na Injili iliyo sahihi ameziona habari za nani? Qur'an inasema habari za Muhammad humo. Kwa hivyo atakayesoma hizo vitabu na asione habari za Nabii Muhammad, bila shaka anasoma Injili isiyo kwa mujibu wa Qur'an, anasoma Injili sio sahihi. Sio sahihi. Kwa mujibu wa Qur'an. Sawa. Wewe Injili uliyoisoma, uliona habari za Nabii Muhammad? Mimi sijaziona huko ndani. Kumbe sio nini? Hiyo ni maneno yako naweza. Ananielewa. Hiyo ni maneno yako naweza. Kumbe Injili uliyoisoma ambao hujaona habari za Nabii Muhammad humo, itakuwa sio Injili aina gani? Ni kwa mujibu wako. Kwa mujibu wa Qur'ani. Kwa mujibu wa Qur'ani. Na ndio nikuuliza hapo. Kidogo. Kwa mujibu wa Qur'ani. Safi. Injili hiyo itakuwa ni Injili sio nini? Kwa mujibu wa Qur'ani inadai kuwa ni si sahihi. Sasa ndio nakuuliza wewe. Subiri sasa. Nimpe nani? Huyu. Hiyo Injili sio sahihi inaitwaje? 57:27 Baruani soma. Ukiambiwa nipe mimi unanipa. Soma Baruani. Baruani 57:27. Inasema, wacha tuzitaje majina sasa. Zile ambazo ni fake ndio original sasa tutafute. Kwanza tu identify fake inakaa aje. Tukisha identify fake vile inavyokaa,
Sasa ndio tuanze kugangana kutafuta original. So 57:27 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Tena tukafuatisha nyuma yao mitume wengine ambaye Allah aliwaleta, na tukamfuatisha Isa ibn Maryam, yani Yesu pia aliletwa baadaye, na tukampa Injili, na Isa akapewa Injili. Kwa hiyo subiri, kumbe kuna Injili aliyopewa Isa ibn Maryam. Soma sharhi sasa. Sherehe kwa boksi, ndani ya boksi inasemaje? Injili, wewe sikiliza sasa. Injili aliyofunuliwa Nabii Isa alayhi salam, Injili aliyofunuliwa Nabii Isa, yani Yesu alayhi salam, na Mwenyezi Mungu, sio hizi zinazoitwa Injili za Mathayo, Marko. Sio hizi za Mathayo, Marko, Luka, sio hizo. Na Luka ni mganga. Unaona? Sio hizo. Tayari Injili ya Nabii Isa totally different na hizi za Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Endelea sasa. Endelea tu. Na mchuzi. Endelea na mchuzi. Na Yohana ziliomo katika Biblia. Sio hizo. Endelea. Injili hizo ambazo ziko ndani ya Biblia zinaambiwa kuwa zimeandikwa na hao waliotajwa kwa mfano, kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Zinaambiwa ati ni hao ndo waliandika kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu. Endelea. Nafsi ya tatu ya uungu. Endelea. Kama wanavyoamini wa Kristo. Kama wanavyoamini tu. Hii ni mambo ya kuamini tu wa Kristo. Endelea. Lakini kwa hakika, sasa uhakika na ukweli ni kwamba wataalamu, wachunguzi wa Biblia, wachunguzi wa masala ya Biblia, wasomi wa Biblia wanakubaliana ni mutafaqun alayhi, wamekubaliana wote kuwa watungaji wake hasa hawajulikani kweli. Ati nini? Hawajulikani. Ni vitu vimetungwa hata hawajulikani ni kina nani. Endelea. Yajulikana kuwa ziliandikwa kwa miaka mingi baada ya Nabii Isa. Kumbe hata hizo ni vitu vimeletwa baada ya Yesu kuondoka. Ni uongo, litungwa. Yesu ashaondoka, zililetwa baadaye. Endelea. Na baada ya kufa wanafunzi wake wote juu ya Injili 4 zilizochaguliwa kuwa katika Biblia na wakuu wa kanisa. Kumbe ni wazee wa kanisa walifanya voting katika karne zilikuja through ballot paper. Unaona, sio maneno ya Mungu na si yangu tu, hata Luka alisema moja Luka. Luka mwenyewe alisema, ataelewa tu. Alisema mwenyewe, kisha anakupa hiyo Biblia yenyewe. Sasa swali tunauliza, ikiwa fake iko hii hapa, fake tunayo hii hapa, original mulipeleka wapi? Luka 1:1. Yaani mwenye utampata naye noti ya fake, unafaa muulize original iko wapi, kwa sababu mpaka apate fake maana yake aliangalia ile original akajaribu kuikopi. Kweli uongo? Hao wanaotengeneza pesa za fake si wanatengeneza kutokana na ile original kabisa? Wanaangalia original, wanaanza kuikopi, wanakuja na fake. Kwa hivyo utakayempata naye fake, huyo ndio utamuuliza original alificha wapi. Unadhania ndio kabisa, kumbe fake. Hao wenye kutengeneza pesa za uongo hao wash hao ndio wanajua original inakaanga wapi kabisa. Sasa tukimwona mtu ameshika injili fake, ni lazima tueleze original alificha wapi. Lazima alificha ile original akaja na fake. Na sisi ni wajanja, Allah shatupatia Qur'ani, tunajua kutofautisha fake na original kabisa. Soma hiyo. Luka mganga wa kienyeji anasemaje? Anasema hivi kwa kuwa watu wengi, sikiliza vizuri, kwa kuwa watu si wadogo, ni wengi, watu wengi. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu, walitia mikono kutunga Biblia kwa taratibu, habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, habari ya mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Luka mwenyewe hajaona, ni hadithi tu, watu walioona, anapokea hadithi kutoka kwao, yeye mwenyewe sio witness. Endelea. Wametunga kwa taratibu, tena walitunga kwa utaratibu sana, na watumishi wa lile neno tokea mwanzo naam
nimeona vema mimi nami Luka. Anasema sasa naona pia nishindane na wao. Nimeona vema nami pia kama Luka. Kwa kuwa nimejitafutia ushahidi wa mambo hayo yote tangu mwanzo. Nimefunuliwa. Wewe unasoma vibaya. Nimefunuliwa. Nimejitafutia. Ni kitu amefanya personal research. Nimejitafutia ushahidi wa mambo hayo yote tangu mwanzo. Amefanya research ya hapa na pale. Endelea kuandikia kwa taratibu. Unaona sasa? Pole. Unaona huyu Luka na yeye pia alifanya research yake akaandika. Sasa mtu kama Onyango anakuja anasema ni maneno ya Mungu. Hatari sana. Qur'ani peke yake ndo maneno ya Allah. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa. Qur'ani peke yake ndo haki. Sasa swali yetu inabaki. Sisi si watu wa Injili, sisi ni watu wa Qur'ani. Nyinyi mnaodai watu wa Injili ambao mmebeba Injili sio sahihi. Original mulificha wapi? Mpe ajibu. Onyango. Haya, Anwari. Ngoja kidogo. Umetoa haya kama 5 hivi. Tunayempata na fake. Sikiza vizuri, polisi akikupata nayo fake anakutia ndani, si ni kweli? Akikupata na nini? Fake. Noti fake. Noti gani? Ya pesa? Ya pesa ambayo ni fake. Sawa Atakutia wapi? Akishakutia ndani, akikuitisha honga na kuitisha ile original, hakuitishi hiyo fake. Nisikize vizuri Kwa sababu anajua original. Anajua kabisa original. Sawa Sawa. Sasa sisi si watu wa Injili, sisi ni watu wa Qur'ani. Original tunaijua huwa inataja habari za Nabii Muhammad. Umenipata vizuri? Hii haitaji, ile original inataja. Swali tunakuuliza wewe tuliyokupata naye fake, original umeficha wapi wewe? Sasa swali liko kwako na wewe jibu wewe. Subiri kidogo. Sio sisi. Original hii ni fake. Kwa sababu Qur'ani imetueleza original imetaja habari za nani? Qur'ani imekwambia. Imetaja habari za nani? Hebu naomba niulize. Subiri kidogo wewe. Qur'ani imesema original imetaja habari za nani? Qur'ani inasema. Wewe nisikize. Original imetaja habari za nani? Tunajibu. Qur'ani inasema kila aliyesoma Injili ndio sahihi. Na Taurati ndio sahihi. Ameziona habari, si jina. Sawa, habari za nani? Ameona. Sasa hizo habari ndio mimi nilikuwa naomba ili wewe uwe mkweli. Sawa Na nyinyi mmetangaza kwamba sisi Injili yetu ni fake. Sawa Akasoma maelezo ya shehe ametoa hapa. Naam. Na pia akaita Luka mganga. Huyu mwalimu pia ni hatari. Luka kama ni mganga, sawa Kwani ni uongo? Ngoja, si mganga? Kuna tofauti ya tabibu na mganga. Sijauliza tofauti. Luka ni tabibu. Sio mganga? Kolosai 4:14 Luka ni tabibu. Luka ni tabibu ama ni mganga? Luka ni tabibu. Mpe huyo. Haya. Luka hiyo dibaji yake. Soma hiyo Luka. Hiyo imprimento. Hiyo imprimento. Inasema. Luka hapo dibaji. Dibaji ya Luka. Hiyo imprimento. Hiyo imprimento. Soma hapo utangulizi wa Luka. Ataelewa tu. Utangulizi wa Luka hii hapa. Inasemaje? Luka dibaji. Soma hapo. Hapo Luka utaiona. Hapa. Inasemaje? Utangulizi. Umeiona mchungaji? Hali ya Injili yaliyomo. Naam. Utangulizi. Kadiri ya mapokeo ya zamani sana. Endelea. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Imeandikwa na mtu anaitwa Luka aliyezaliwa Antiokia. Akawa daktari. Alikuwa mpagani, si Myahudi. Ati nini? Alikuwa ni mpagani, si Myahudi. Mpatie. Tunaambiwa alikuwa nani? Alikuwa nani? Hiyo si tatizo. Sawa, alikuwa mpagani sawa. Kabla hajakutana na Yesu alikuwa mpagani. Kabla hajakutana na Yesu alikuwa mpagani. Sawa. Alikuwa mpagani, sawa? Hivi mpagani anaandika maneno ya Mungu? Subiri kwanza na bwana Anwari. Unajua tukienda wewe umesema ngoja kidogo. Hiyo si mpagani anaandika maneno ya Mungu. Mpagani. Mbona siandike shida nini? Kwa hivyo alikutana na Yesu. Soma Buhari inasema kidogo. Luka alikutana na Yesu. Si alikutana na Yesu. Andiko. Alikutana na Yesu. Andiko. 11 Luka. Soma. Subiri hiyo habari. Soma. Hata alikutana hiyo ndo anakuwa hiyo moja Luka. Haya, soma hiyo 10. Sasa andiko Luka alikutana na Yesu, isha story. Hii hapa 11 Luka. Asoma hiyo. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70 akawatuma wawili
wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia. Anwari, subiri kwa andiko ni langu tu, kwa mpole kwa mpendo nimetoa. Tunafahamu ukisoma Mathayo sura ya 10, Yesu alichagua wanafunzi 12. Tukua kwanza kwa mpole. Mimi sina shida. Tulie basi. Lakini sio swali yangu. Tulia kwanza tulia. Hata basi la kutulia. Naonyesha hilo. Uliniambia Luka alikutana na Yesu. Subiri. Kwani andiko linasema baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Sawa. Ni wanafunzi sawa. Kabisa. Sawa hao wanafunzi 70. Nipe majina yao kama Luka hakuna ndani. Toa majina yao. Rudia tena. Toa. Rudia tena. Ndio umekufa hivi. Rudia tena. Ukisikia jina ya Luka njoo nipige viboko 70. Rudia tena. Atoe kama ilivyoandikwa, akamwona Mathayo. Mathayo nifuate. Toa ndiko moja nifuate. Toa ndiko moja. Luka alikutana na Yesu. Wacha ujanja. Wacha ujanja. Luka alikutana na Yesu andiko. Mpaka uombe msamaha useme hajakutana. Soma tena usikie Luka hapo. Leo utatoa Luka nifuate. Tabia na Yesu. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mahali. Umesikia jina ya Luka hapo? Anwari. Kwani hao ni wangapi wamechaguliwa? Sijui. Ya 70, si ujumbe sasa kama 70. Umetajwa majina yao. Majina yatajwa sawa. Sasa umbona unaweka Luka? Wewe ulijua asubiri kwanza. Umbona unaweka Luka? Wewe ulijuaje la Luka hakuna? Sasa wewe ulijuaje Luka yuko? Si maana 70 wako hapa, Luka yuko. 70 yuko Luka. Mwandishi huyu. Wewe vipi? Anwari swali lako ni kidogo Onyango. Wewe hukusema yuko katika 70. Wewe ulisema alikutana na Yesu. Swali yangu inabaki pale pale na sitoki. Andiko gani inasema Yesu alikutana na Luka? Kwani ile andiko limesemaje? Unasikia Luka hapo? Hiyo. Kwani wametaja wangapi? 70. Sasa 70 imetajwa. Unataka moja kwa moja sema Luka amekutana na Yesu. Luka amekutana na Yesu iko. Moja kwa moja. Sisi tumetoa hapa 11. Hii haikusema Luka, imesema 70. Wewe ulitaka iandike kila, ngoja kidogo. Ulitaka kila anayekutana na jina lipango hapo kwenye listi. Nataka hivi. Kwa maneno yako, ulisema Luka alikutana na Yesu. Kabla akutane na Yesu alikuwa mpagani. Wewe umesoma dibaji. Umesoma dibaji. Ngoja kidogo. Nimesoma dibaji ni mpagani. Wewe ukaniambia alikuwa ni mpagani kabla akutane na nani? Na Yesu. Kwa hivyo kuna wakati walikutana na nani? Na Yesu bila shaka. Ndio akabadilika akawa si mpagani tena. Sawa? Ili awe si mpagani, abadilike. Andiko moja inasema Luka alikutana na Yesu. Tushatoa ndio hili hapa tusikesha tushatoa. Na sio huyo peke yake, ni wengi sana. Nasema hivi. Hiyo ni kwa assume. Nasema hivi, atuende na assumption. Nasema hivi. Pagani si kitu rahisi. Mpagani ni mtu ambaye yuko mbali na Mungu, yani hana dini. Hana dini. Sawa, mtu ambaye hana dini kitambo aje apate dini, maana yake ni historia imerekodiwa, si ni kweli? Si lazima irekodiwe. Isiporekodiwa anabaki kuwa mpagani. Hapana, sio hivyo. Subiri kidogo. Subiri hivyo zinamaliza. Huyu Luka ambaye amewaandikia mpaka Injili anadai ni ya Yesu na alikuwa ni mpagani. Ukaniambia alikutana na Yesu akabadilika ndo akaandika Injili. Nipe tu andiko moja ya kusatisfy watu wote. Luka alikutana na Yesu akabadilika kutokuwa mpagani. Wewe umesoma dibaji. Toa andiko. Andiko nishatoa ndio hili hapa. Inasema Luka amekutana. Maandiko ni mengi tu. Andiko moja tu. Nishatoa Luka, hii imetosha. Nasema hivi, sitaki ya kuficha ficha kama bangi. Nasema hivi, hii kuficha ficha kama bangi ndo hatutaki. Tunataka kitu straight. Kwa hivyo andiko wazi. Kupenda Mike. Anwari nikuulize. Ngoja kidogo. Kwa hiyo ina maana kama haijaandikwa, subiri kwa mpole kwa Biblia vipi? Ina maana kama haijaandikwa ninavyotaka hawakukutana. Kwanza tukubaliane haijaandikwa. Kwanza tukubaliane. Tunasema hivi, conclude bila kukubaliana. Tukubaliane kwanza haijaandikwa. Sawa? Vile wewe unataka ndio haijaandikwa. Haijaandikwa aje? Vile unataka. Vipi? Kwamba Luka hivyo vile unavyotaka wewe. Kwa kuwa haijaandikwa, Luka alikutana na Yesu, haijaandikwa. Luka haijakutana na Yesu. Kwa hivyo itabakia Luka hajakutana na nani? Hiyo ni mawazo yako. Hata maswahaba wote majina yao, asubiri kidogo kwa mpole. Ndani ya Qur'ani ukitoa aya mahali walikutana na Muhammad hakuna ama iko. Masahaba, Qur'ani kwanza sio historia ya masahaba, anasema hivi. Qur'ani si historia ya masahaba. Qur'ani ni wahi aliyofunuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 655. Sikiliza Qur'ani. Na mbona unataka Biblia wahi? Mbona unataka wahi ya Biblia iandike historia ya watu? Kwani ilete tu iseme Luka alifunuliwa wahi akawa nabii akaandika kitabu. Mtu huyo asome. 655. Hiyo ni Qur'ani, ni wahi, sio historia ya maswahaba. Tukitaka historia ya maswahaba iko vitabu vya historia vya maswahaba. Ukitaka vitabu vya historia vya manabii ziko Qisasul Anbiya, ziko kando hiyo. Hatumix haki na batil kama Githeri. Ninyi mnachanganya historia ya maswahaba wa Yesu na historia ya Yesu
na wahi aliyofunuliwa Yesu kuambia watu, yote mmechanganya kama githeri. Ni kama uchanganya hadithi na Qur'ani, mix up zote itaingia akilini. Sasa wanataka wachanganye hivyo Qur'ani. Qur'ani haijachanganywa. Maneno ya Allah yamebaki ya Allah, maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamebaki maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ya maswahaba yamebaki ya maswahaba. Kila kitu imewekwa mahala pake, haijachanganywa. Sio kama nyinyi mnachanganya kila kitu. Soma hiyo. Alafu tutampa mfano kwenye Mathayo 1:4-18. Itapewa tu. Tutakupa mfano. Soma hiyo. Inasema Qur'ani 6:155. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na hii Qur'ani, wewe sikiliza vizuri. Na hii Qur'ani ni kitabu tulichokiteremsha kwenu. Ni kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekiteremsha kwetu, kilicho na baraka nyingi. Hii Qur'ani sio historia ya maswahaba, ni kitabu chenye baraka nyingi. Sio majina ya maswahaba, hii ni yenye baraka nyingi. Endelea. Basi ifuateni. Mungu anasema fuateni hii na muwe wacha Mungu, mrehemewe. Fuate, muwe wacha Mungu, mrehemewe. Sio majina ya maswahaba. Biblia yenu ndio na majina ya maswahaba ya Yesu, majina ya maswahaba wa Paulo, majina ya maswahaba za watu, maneno ya watu. Mwalimu, 4:18 Mathayo inasemaje? Naye Yesu alipokuwa akifundisha akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simeoni aitwaye Petero na Andrea aitwaye nduguye. Naam. Na Andrea nduguye, wakitunga jaride katika bahari. Naam. Kwa maana walikuwa ni wavuvi. Endelea. Akawaambia, nifuateni. Unaona wapi Yesu alisema Luka nifuate? Wapi? Luka nifuate. Luka nifuate, twende. Uandike kitabu cha Luka, hamna. Sasa hiyo mada tumemaliza, alhamdulillah. Nisomee sura ya 2 aya 75 Qur'an. 2:75 inasema Bismillahirrahmanirrahim. 2:75 inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Kabisa. Kwa wale wanaandika 2:75 Qur'an inasemaje? Natumaini nyinyi Waislamu ya kwamba watakuaminini hao Mayahudi. Kina Netanyahu watawaamini nyinyi. Mababu zao walikuwepo hao. Endelea. Na hali baadhi yao, sio wote, na hali baadhi yao, sio wote, na hali baadhi yao walikuwa wanasikia maneno ya Mwenyezi Mungu, wanasikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu iliyomo ndani ya Qur'ani, kisha wanabadilisha hiyo maneno, wanageuza. Endelea. Baada ya kuwa wameyafahamu na hali wanajua. Endelea. Na wanapokutana na wale walioamini, yani wanakutana na Waislamu, husemaje? Tumeamini kuwa kweli huyu Nabii Muhammad ni mtume wa haki. Unaona, tunaamini huyu ni mtume wa haki huyu. Endelea. Katajwa katika vitabu vyetu. Unaona, sasa wanajua kabisa ametajwa katika vitabu vyao. Na wanapokuwa peke yao, sasa wakienda wakikaa peke yao, sasa wanasemaje? Wao husema, wanasemaje? Naambiwa husema, wanapokuwa peke yao kwa wao husema, naam, mnawaambia Waislamu, aliyokufungulieni Mwenyezi Mungu. Wakiwa peke yao wanakufuru, wakiwa na sisi wanafuata. Haya, mpatie huyo mzee wa mwisho. Mnawaambia Waislamu aliyokufungulia Mwenyezi Mungu, siwaambie. Mpatie huyo. Wayahudi wanafiki sana. Huyo wa mwisho. Huyo wa mwisho. Kisha nirudi kwako. Kijana, habari yako? Mzuri sana. Sema ashhadu. Kwanza nashukuru kwa... Umesikia nimesema nini? Umesema niseme ashhadu. Sema ashhadu. Kwanza before niseme hivyo, ngoja kidogo. Ningeomba kwanza sema ashhadu. Unza nilazimisha. Nakulazimisha unasilimu kwa lazima leo. Haya, sema ashhadu. Uwezi nilazimisha. Lazima unasilimu. Sema ashhadu. Ulisema uwezi lazimisha mtu anakuja kwa hiari. Ati nini? Ulisema mtu anaingia kwa hiari. Nani alisema hivyo? Si nyinyi mnasema mtu anaingia kwa hiari ndio lazimishi. Alazimishwe katika dini? Hakuna ulazimisha katika dini. Kwa hivyo katika Uislamu mtu alazimishwi kuingia katika Uislamu. Mimi sijasikia mtu analazimishwa. Kumbe mnajuaga. Nilikuwa nataka kuprove hiyo. Kumbe mnajua Uislamu la ikraha fi din. Hakuna kulazimisha mtu katika dini. Haya, jina yako? Naitwa Stanley. Stanley, dini yako? Mimi ni mfuasi wa Kristo. Mkristo kwa hivyo? Ndio. Swali yako?
Na before nauliza swali. Lakini ningekusifu kwanza kwa akili yako pana. Na ningekuwa na uwezo. Ningekuchukua kama advocate wangu. Advocate wako? Lawyer wangu. Akili yako ni pana sana. Unataka niwe lawyer wako? Hujasomea hiyo kiwango, lakini uwezo. Ningekuwa na uwezo, ungesomea hiyo. Sasa nasema hivi, ili uwe na uwezo wa kunichukua mimi niwe advocate wako, silimu na kufanyia free. Hujasomea kwanza law. Sina advocate wa dini. Nasema hivi, dini ni sawa. Advocate wa dini. Ili niwe advocate wako wa dini, silimu na kufanyia free. Hiyo ni sawa kwa dini. Uko tayari? Siko tayari saa hii. Sasa ni gani wewe niwezi? Nipe muda. Sasa uniwezi. Sijasema ninakuweza. Haya, endelea. Mimi nakuja kwa utaratibu. Haya, uliza swali. Niulize swali. Katika hii kitabu ya Kumbukumbu 18:18. Naam. Naomba isomwe. Ndio niulize swali sasa. Asome, uulize swali. 18:18 Kumbukumbu inasemaje? 18:18 Kumbukumbu la Taurati inasemaje? Nami nitakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naam, naye atawafunulia yote nitakayomwamuru. Endelea. Ndio hiyo tayari ama ni Aya, mwalimu, swali yangu inatoka katika hiyo aya. Naam, muuliza. 18:18. Hiyo maneno ilitimia. Sasa nasema hivi, Biblia ni yako ama ni yangu? Nauliza hivi. Biblia ni yako ama ni yangu? Mimi kitabu changu ni Qur'ani, yako ni gani? Nimeanza kusema. Nasema hivi, nisikize kidogo. Nasema hivi nisikize. Nimeanza kusema. Mimi ni Muislamu, kitabu ninachoamini niitwaje? Ni Qur'ani. Na wewe ni dini gani? Mimi ni Mkristo. Kitabu unaamini ni gani? Naamini Biblia. Kitabu ulichosoma ni Biblia ni Qur'ani? Ni Biblia. Ni Biblia. Ndio. Inafaa hiyo Biblia ujibu wewe ama mimi? Sasa hiyo aya uliyosoma, sisi Waislamu tukitafsiri tunasema ndugu zao Wayahudi ni Waarabu ambayo si Waisraeli. Kwa hivyo mtume atakayekuja ni mgeni ambaye asiye Muisraeli, tena anatoka nchi ya mbali ya Arabuni, kwa sababu Arabuni na Israeli ni mbali, ni kilomita nyingi sana. Sasa msikilize hiyo andiko moja, kisha ujibu hiyo swali uniuliza mimi, ujibu ndani ya Biblia yako. Mpe huyo 8:41 Wafalme wa Kwanza. Ataelewa tu. Ataelewa. Mtume anayekuja kwanza si Mwarabu, si Muisraeli, ni Mwarabu. Ni mtu asiyekuwa Muisraeli, anatoka Arabuni, nchi ya mbali, tena ana kibla anaelekeaga. Sasa soma hiyo 8:41. 8:41 Wafalme wa Kwanza. Mtume mgeni inasema 8:41 hata na mgeni naye huyo mgeni asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli, au huyo mgeni si Muisraeli. Endelea. Atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali huyo sana. Mtume ambaye si Muisraeli ni mgeni kwa Wayahudi, akikuja kutoka nchi ya mbali iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako, tena atakuja kwa jina la Allah, anakuja na Bismillahirrahmanirrahim. Akifanya kitu bismillah, akitembea bismillah.